من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن Abdullah. Ndugu zangu, hakika maamkizi mema ni maamkizi ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ilivyo kawaida yetu, tukiendelea na utambuzi wa masuala mbalimbali ya kisiasa pamoja na diplomasia ulimwenguni. Leo hii na wakati huu tunakukaribisha kuja kusikiliza katika yale ambayo tumekuandalia juu ya vuguvugu la vita vikubwa vinavyotaka kutokea katika upande wa Mashariki ya Kati. Na hii ni kutokana na uvamizi wa jeshi la Marekani kwa kushirikiana na mshirika wake mkubwa wa taifa la Israel kutaka kulivamia taifa la Iran baada ya kuwa wamekwisha fanikisha zoezi na operesheni ya kumteka Rais Maduro. Ndugu zangu, katika yale ambayo tumekuandalia leo hii ni kwa nini Marekani bado anaendelea kufuatilia uvamizi wa taifa la Irani. Ni kipi hasa kinachompeleka, lakini ni kwa nini pia ametangaza dili kwa maana ya kutaka yeye na Irani wakae pamoja kwa ajili ya kufanya biashara. Na je, wazo lake hili litafanikiwa? Sanjari na hayo, msafara mkubwa wa kijeshi ambao uliokuwa ukikaribia pwani ya nchi ya Irani, bahari ya nchi ya Irani kwa maana ya Ghuba ya Uajemi. Je, ataweza kuvuka na kuingia katika pwani ya Irani? Na ni kipi hasa ambacho kimepelekea kumkwamisha? Ni mbinu gani Irani wamezifanya kuhakikisha kwamba wamemkwamisha na kumziwia majeshi yake yasiweze kuingia katika ardhi hiyo? Ndugu zangu, kwanza kabisa lazima tufahamu kwamba moja kati ya operesheni kubwa za kijeshi alizofanya Marekani kwa kushirikiana na wasaliti wa ndani ya nchi ya Venezuela imekwisha fanikiwa, kwa sababu lengo lake ndani ya nchi ya Venezuela ilikuja kwa ajili ya kutaka kuchukua mafuta ambayo yanazalishwa katika taifa la Venezuela. Na taifa la Venezuela ni moja kati ya mataifa ambayo huko nyuma yalikuwa yamekushaweka mkataba maalum pamoja na nchi ya Marekani kwamba nchi ile itaendelea kushirikiana na Marekani. Lakini Rais Maduro alichokifanya, alivunja mikataba ile na kuanza kushirikiana na Uchina pamoja na nchi ya Urusi. Hivyo baada ya kufanikiwa zoezi hilo, sasa amehamia katika ulimwengu wa Mashariki ya Kati, nayo ni nchi ya Irani, kwa lengo la kutaka kufanya naye biashara, kwa lengo la kutaka mafuta ndani ya nchi hiyo na kuweza kuifanyia saitwara ili maslahi yake yaweze kupita kirahisi, kwa sababu yeye ndiyo supplier mkubwa wa mafuta katika nchi za bara la Ulaya. Sasa kilichotokea ni nini? Ni kwamba wakati yeye anawaza mambo hayo, wakati yeye anawaza kufanikisha dili hilo, tayari Muirani amekwisha weka dili na mkataba unaohusu masuala ya kuwauzia mafuta wa China kwa hela ya Kichina kwa maana ya yuan. Tumefahamiana vizuri. Narejea tena kipande hiki ili tuelewe vizuri nukta hii, kwamba wakati Marekani anataka kumlazimisha Irani amuuzie, afanye naye biashara ya mafuta, tayari wakati huo Irani amekwisha weka dili la mkataba wa kumuuzia mafuta Mchina kwa kupitia sarafu yake ya yuan. Umeona ukinzani huo unavyokuja hapa. Sasa jambo ambalo limekwenda kinyume na maslahi ya Marekani. Kwa hiyo namna gani anaweza akamkonvisi Muirani ili aachane na Mchina na aendelee kufanya biashara na Marekani? Ni lazima tutumie nguvu za kijeshi ili kuweza kumtisha, ili kuweza kumuondoa. Jambo ambalo sasa ndiyo limepelekea kutumwa kwa meli za Kimarekani za kijeshi, zikiwa ndanimo kuna askari, lakini pia zikiwa ndanimo zimejaza helikopta pamoja na ndege za kijeshi za kisasa kwa ajili ya kuja kulivamia taifa la Irani. Lakini wakati huo utaona kabisa kwamba swala hili kwa kuwa lina maslahi na Uchina, swala hili lina maslahi na Urusi. Nini ambacho kimetokea? Kilichotokea ni kwamba Mchina amekwisha eleza wazi
kwamba hatoweza kukubali, hatoweza kusikia, hatoweza kukaa kimya, hatoruhusu taifa la Irani kuvamiwa. Kwa nini? Kwa sababu tayari pale kuna maslahi yake, na ndio maana amechukua hatua ya kutuma vifaa vya kijeshi ambavyo vilikuwa vimebebwa na ndege za mizigo za kijeshi takriban 16 zilizotua katika nchi ya China, pamoja na makombora ya kijeshi pamoja na ndege. Lakini wakati huo pia na Urusi na yeye amekwisha fuatilia kwa karibu sana juu ya hali ya kivita na hali ya hatari ndani ya nchi hiyo. Hata amezishauri pia zile nchi za Mashariki ya Kati, nchi za Uarabu, ziweze kuangalia kama kuna wafanyakazi ambao hawafanyi hawana umuhimu wa kufanya kazi kubwa kubwa, labda kazi zao ni ndogo ndogo, basi waweze kuondoka huko. Kwa nini? Kwa sababu vita inayokuja sio vita ya kitoto, bali ni vita kubwa, ni vita ambayo inaweza ikachukua muda mrefu, ni vita ambayo madhara yake yatakuwa ni makubwa mno, ambayo miongoni mwa madhara hayo ni kupoteza roho za binadamu. Lakini wakati huo huo, msafara huu wa kijeshi ambao unaongozwa na meli za Kimarekani chini ya uongozi wa meli ya ICC Abraham Lincoln, je, umefanikiwa kuingia katika pwani ya Uajemi? Jibu linakuja, meli hizo hazijafanikiwa. Kwa nini hazijafanikiwa? Kwa sababu Irani iliruhusu nyambizi zake za kijeshi pamoja na jeshi lake la maji kwenda katika mipaka ya pwani yake kukaa. Kwa maana nyingine, ilikuwa ni kwa ajili ya kuziwia msafara wa jeshi la Marekani, wa meli za kijeshi za Marekani zisiweze kuvuka mstari mwekundu na kuingia katika pwani ya Irani. Na hiki ndiko ambacho kilichotokea, kwamba wanajeshi jeshi la maji la Irani liliweza kukaa standby mpaka ripoti ya leo asubuhi inaonyesha kwamba kuna drone ambazo ni za Irani zinafuatilia msafara wa meli za kijeshi za Marekani ambazo zilizokuwa zinakaribia pwani ya Irani na kutaka kuingia, jambo ambalo sasa lilipelekea jeshi la Irani la maji kuweka mstari mwekundu na kutoa tahadhari kwamba yeyote atakayevuka mstari huu mwekundu, sisi tutakuwa wa kwanza kumpiga, sisi tutakuwa wa kwanza kuzamisha meli hizo. Hatutosubiria kwamba ninyi muanze kutushambulia, bali sisi tutakuwa wa kwanza kuwashambulia ikiwa mtavuka mstari huu mwekundu, jambo ambalo sasa limepelekea meli hizo zikiongozwa na ICC Abraham Lincoln kuweza kusimama na kushindwa kuingia katika pwani ya Irani ya Ghuba ya Uajemi. Lakini tukio la pili ni moja kati ya matukio ambayo yamekuja kudhihirisha wazi kwamba Irani sio taifa la kitoto. Irani sio taifa mfano wa Venezuela. Irani sio taifa la kuchezea. Irani wamekwisha hama kutoka katika ulimwengu wa kitumwa wa fikra, ulimwengu wa kitumwa wa kiuchumi, ulimwengu wa kitumwa wa nguvu za kijeshi. Leo hii ripoti inaonyesha kwamba wamezindua kambi yao ya kijeshi ambayo iliyoko chini ya bahari. Moja kati ya hatua zilizopelekea kuishtua ulimwengu wa magharibi, lakini pia kuishtua serikali ya Marekani na rais wake, lakini pia kuishtua upande wa intelijensia ya Marekani kuona kwamba Irani sio taifa linaloweza kuingilika kiwepesi. Irani sio taifa la kuchukulia kawaida kama ambavyo operesheni zilizofanywa katika mataifa mengine. Maana yake taswira hii ni falsafa kwamba Irani iko tayari kupigana vita vya aina zote. Iko tayari kupigana vita vya juu, iko tayari kupigana vita vya chini, na iko tayari kupigana vita vya majini. Iko tayari kupigana vita vya aina zote. Hivi ndivyo ambavyo Irani inatoa taswira mpya ya kwamba wao ndio superpower in the Middle East, ndani ya Mashariki ya Kati. Irani ndiyo taifa kubwa ndani ya Mashariki ya Kati. Sanjari na hayo ni kwamba Israel bado hajaamini. Israel bado amekaa kimya, kwa maana kwamba vita hii itakayotokea
isiweze kuleta madhara kwake. Ndio maana inaonekana kwamba amekaa kimya, na jukumu kubwa amepewa Donald Trump. Ili nini? Kutaka kujificha nyuma ya mgongo wa Trump, ili hali yeye ndiyo muasisi mkuu wa vita hivi. Kwa sababu kinachoendelea Mashariki ya Kati ni pamoja na kulifanya taifa la Israeli